Kitabu cha Waefeso 1 na ninataka tusomewe kuanzia mstari wa 3 mpaka 14. Nataka kuzungumzia kuhusu baraka za Mungu juu ya maisha yetu. Haleluya. Baraka za Mungu juu ya maisha yetu, na nafikiri ni jambo nzuri kufahamu jinsi tunavyobarikiwa na Mungu. Efeso 1:3 mpaka 14 tusomewe. Waefeso mlango wa kwanza kutoka mstari wa 3 mpaka 14. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe wa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na urathi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo umetuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na urathi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi nasi tulifanya urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Haleluya. Amen. Na sema nimekuja kuzungumzia njia za baraka za Mungu maishani mwetu. Na nyakati za Agano la Kale, Mungu alipokuwa akitembea na wana wa Israeli, alikuwa na njia kadha ambazo alitumia kuwabariki. Na katika kisasi hiki chetu kuna njia ambayo Mungu anatumia kutubariki. Na njia ambayo Mungu anatumia kutubariki, ya kwanza ni kutufungulia mbingu ikae ikiwa imefunguka. Jina bali inuliwe. Mbingu hufunguka unapompokea Kristo Yesu, aliyepewa enzi yote juu mbinguni na duniani. Aliposhuka katika Mathayo 28 mstari wa 18 alisema, nimepewa vyote mbinguni na nimepewa vyote duniani, basi nawapa. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo yeyote amemwamini Kristo na amekubali wokovu wa Kristo, anayo baraka ya Mungu, sababu baraka kuu ya Mungu sio material. Baraka kuu ya Mungu ni kuitwa mwana wa Mungu na kupata kumilikiwa na Mungu awe baba yako. Yohana 1:12 anatuambia, na wote waliomwamini aliwapa uwezo kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo hatujafanywa wana kwa njia inaweza chesewa, lakini tumefanywa wana kwa njia ya nguvu ndani ya Kristo Yesu. Na kwa hivyo Wakristo ni wale watu ambao wameokolewa na Kristo na wamebarikiwa. Kwa hivyo Mkristo wote kitu anastahili kufahamu ni kwamba amebarikiwa. Bwana Yesu ainuliwe. Na kuna ile kubarikiwa na kuna ile kufunguliwa milango kwenye maeneo
ya sehemu fulani za baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Kama sasa naweza kusema hivi na njia unaweza kusema, Biblia inasema aliyejipatia mke amejipa kitu cha heshima, amebarikiwa. So kuna kitu ukiwa nacho umebarikiwa. Mungu amenipa gari, natembelea gari, nimebarikiwa kuwa na gari. Unaona sasa? Lakini ninahitaji, kuna gari ambao nahitaji ambalo ndio tamaa ya moyo wangu, lakini naweza kusema nimebarikiwa. Kwa hivyo kuwa na Kristo tumebarikiwa kama Wakristo. Kuwa na Kristo tumebarikiwa. Jina la Bwana liinuliwe. Na kumpokea Kristo pekee ni baraka mashuhuri katika maisha yako. Kwa hivyo maisha huanza, chanzo chake cha mabadiliko na kubarikiwa katika kumpokea Kristo. Ndio Biblia inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Nataka ufahamu kwamba kuna sehemu kadha ya baraka. Kama sasa kuna baraka za rohoni, za vipawa, za kukubalika na za kupata idhini ya kuwa mwana. Hiyo ni baraka. Kuna baraka ya kuwa na ndoa, kuna baraka ya kuwa na watoto, kuna baraka ya kupewa material kama manyumba, magari, makampuni na hela. Naona sote hizo ni baraka, lakini Biblia inaonyeshana mlango wa baraka ambao unafanya Mungu atukuzwe ni Yesu Kristo, kumpokea Yesu Kristo. Na kupitia Yesu Kristo tumebarikiwa baraka zote za rohoni, sote. Bwana Yesu ainuliwe. Wewe kutofanyika hicho ambacho unatamani katika ulimwengu wa roho ni kusembea kwako, kwa sababu tumebarikiwa katika Kristo na baraka zote za rohoni katika Kristo. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo unaweza kutamani uimbaji na upige magoti umwambie Bwana, naomba unibariki na kipawa cha uimbaji. Unajua kuna wakati mwingi wa Kristo tunapiga magoti kuomba material, lakini si wakati mwingi wa Kristo wanapiga magoti kuomba kipawa, kuwa na kiu cha kipawa. Kipawa ni kitu muhimu sana, sababu kipawa hufungua milango. Kipawa hubadilisha jina. Kipawa uokoa ama uleta services. Kipawa utukuza. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini wakati mwingi tunapenda kuomba fedha, kazi, biashara, ndoa, nini ingine tunaombanga. Haleluya. Lakini kuna fursa ya kwamba tumebarikiwa na baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Mstari huu unatuambia kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Unaona, tumetakaswa, tumeteuliwa, sio kwa sababu ya qualification, bali kwa sababu ya kumwamini Kristo. Tumehesabiwa haki, tumepewa. Hiyo kuhesabiwa haki ni baraka. Unaona, kuwa mumiliki ni baraka, kuwa mwenye haki katika Kristo Yesu ni baraka. Mstari wa 5 unatuambia kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Kristo Yesu, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Alituchagua. Hii ni baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Kuchaguliwa ni baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Kuchaguliwa ni baraka. Si kama ushaienda mahali ambapo kunahitajika watu kadha, lakini mmeenda mkiwa wengi alafu uchaguliwe. Halo? Unaweza kusema nini? Nimebarikiwa, kwa maana nimechaguliwa kati ya wengi. Kwa hivyo wewe kukua unaweza kumiliki Kristo na Kristo anaweza kumiliki katika ufalme wa Baba, ni kuchaguliwa. Kwa hivyo unaweza kutoa heshima useme, oh my God, it is honor to be chosen to become a Christian. It is honor to become who I am. It is honor for me to be acknowledged in the kingdom of God. Because kuchaguliwa ni kumaanisha
you are not qualified, but they were looking for somebody who near to qualify. Bwana Yesu ainuliwe. And we were chosen that we may not die, we may live, we may not be perishing, but we may become a blessing. Tuwe urithi wake, tuwe baraka za Mungu. Unajua Mungu akishuka hata sema baraka yake ni manyumba, baraka yake ni wewe. Mungu hata tukijenga kanisa ya orofa hapa, Mungu akishuka hata sema baraka ni hiyo nyumba, baraka ni wewe, kwa sababu kanisa ambao Kristo anaangalia ni mimi na wewe. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo mimi na wewe ndio tumefanyika kuwa baraka na tumefanyika furaha ya Mungu. Kwa hivyo Mungu ananiridhi mimi, anakuridhi wewe, sio vitu. Lakini sisi nasi tunaridhi vitu na tunahitaji vitu, si unajua? Tunahitaji vitu sana. Mstari wa 7 unasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Sawa sawa na wingi wa neema yake. Sasa swali yangu ni hili, wingi wa neema yake ambao tuko nayo, mimi nimebeba neema, wewe umebeba neema, huyu amebeba neema, ambia jirani umebeba neema. Haleluya. So tunapokuja pamoja, hii neema inakuwa kubwa. Hii neema inatusalishia nini? Haleluya. Nataka kwanza uamini kwamba umebarikiwa. Kumpata Yesu umebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Nikiwa na Yesu mimi ni mbarikiwa na nimebeba neema. So hii neema tumebeba ndio inafanya tukutane. Ili tunapokutana, neema yangu yako na ya yule mwingine inasababisha uponyaji kwa yule ambaye alikuwa mgonjwa. Inasababisha kufunguliwa kwa yule ambaye alikuwa amefungwa, because we are carrier of grace, and when grace is together we have a mountain of grace. Tuna mlima wa nini? Wa neema. Na kwa hivyo chochote kinaweza kufanyika wakati mlima wa neema uko. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu ushirika wetu ni mlima wa neema. Bwana Yesu ainuliwe. Mstari wa 8 anasema naye alitusidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. 9, akisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake aliokusudia katika yeye huyo. 10, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumulisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, naam katika yeye huyo. Uangalia baraka ile tumebeba imeleta mamlaka, naye mamlaka yamechukua vitu ambavyo vilikuwa vichafu vya dunia vikatakasika na vikajumuishwa, vikaunganishwa. So naweza kusema you can become anyone, you can become anything ambayo hatuja expect you come. That's why there is no weak in Christ. There is no illiterate in Christ. Okay? Hakuna mtu ambaye ni mdhaifu katika Kristo, sababu vitu vya mbinguni na vya duniani viliunganishwa. Kwa hivyo tunapokutana na neema ni kubwa, unaweza kufanyika kitu, na unaweza kufanyika kitu ambacho kitatushangaza. Unajua wakati mwingi tunapenda kupima vitu na Biblia, na ni vizuri, lakini ukweli ni kwamba baraka za Mungu zikianza kutembea, unaweza kufanyika kitu utukufu mkubwa kiwango ambapo tukose kukupima na Biblia. Unajua Yesu aliambia mitume hivi, mtakapo amini mtafanya mambo zaidi ya yale nilifanya. Bwana Yesu ainuliwe. Na unajua Yesu tunajua alifufua, Yesu aliponya, alitembea kwa maji, alifanya nini ingine? Alilaani miti ikakauka, alilisha watu kwa chakula kichache kikapigwa times kawa tosha. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini Yesu hakuumba kwa physical, aumbe mwili au fulisie. Bwana Yesu ainuliwe. Na kama aliumba, Biblia kuandikwa. Kwa mfano saa hii Pastor Wadati, sababu hapa kuna mlima wa neema na tumebarikiwa.
ufate kufunguka kufahamu baraka ya Mungu, sababu huwezi pewa baraka ambayo hujaielewa. We are blessed according to our understanding. You understand? That's why we need wisdom. We need to ask for wisdom from God and knowledge. Because mambo ambayo tumeahidiwa ni mambo ambayo hayajaonekana, hayajasikika na hayajawaswa. Unaona sasa? Lakini ukweli tangu tulipookoka na tuko kanisani, mambo yale tunatenda ni yale yamewaswa. Si kama uliombea mtu akafufuka, si imeandikwa kwa Biblia? Hata tulikuwa tuna expect kwa Bible kwamba kuna mtu atakuja kwa ifufuli. What about when you think beyond what we know, and when you become beyond what we know? Kwa mfano uumbe, kwa mfano umepata ufahamu na umepata neema hiyo, umetengeneza kama mtu kama tope wadati, alafu umefurisia na kameamka kameanza kutembea. Kuna uwezekano wa Kristo wasipoongeleshwa na Roho watakuita na watakataa wewe ni wa Mungu. You know, ni kitu cha ajabu kwamba tunapokutana kwa ibada tunatakanga kuona Mungu, na hiyo ndio sababu tulikuja. Ni kitu cha ajabu kwamba tulileta ibada ili Mungu aipokee, na ni kitu cha ajabu kwamba sisi wote tuna attitude Mungu atuvisit. Lakini ikikosea ikosee, Mungu asitembee, lakini malaika wake hii hapa mabati ifunguke na malaika watatu washuke hapa papa waseme peace in you. Kuna mtu atasahau ile mtu iko pale iko na bridge, ataenda ameogelea kama samaki. Bwana Yesu ainuliwe. Like we are pretenders but we are not. Lakini mawazo yetu haijatayarishwa kuwa visited by the power of God. Hallelujah. Hata tumezoea kuona Pastor Peter anafungulisha Roho Mtakatifu na watu wanadhioma. Na sasa leo watu wakikosa kudhioma, kila mtu ashukiwe na malaika ama ashukiwe na ua kwa kichwa chake. Isimame. Si hapa kutakuwa na video ya bure. Lakini we are worshipers. Na tulipokuja tulisema we are sincere in worship. Tunataka Mungu. Kasanja uko hapa sababu nataka Mungu. Niko hapa sababu nataka Mungu. George kama uko hapa sababu nataka Mungu. Lakini Mungu akiwa kwa mbingu anakuangalia hivi anashindwa. Na huyu jamaa kweli ni mimi anahitaji. Na kama Mungu anaweza kuvisit hata asitembee, sababu nilisoma Biblia nikaona vile Elijah alitaabika siku hiyo Mungu akitembea, nikaona si vizuri kutembelewa na Mungu. Hiyo mzaa mko nayo, mimi sina. Sio vizuri kutembelewa na Mungu. Lakini tunaweza tembelewa na malaika kama Mariamu, kama Yusufu, kama Ibrahamu, haleluya, na kama Yesu, na kama mitume pale kaburini. Haleluya. Washuka tu hapa, sasa na ubiri huwa wamesimama. Haleluya. Amani ya Yesu. Kuna mtu atapiga magoti aanze kusema nataka kuokoka. Na tumeishi na yeye hapa. Bwana Yesu ainuliwe. Na tumeishi tumejua ameokoka. Unajua hivyo ndivyo tarumbeta itapigwa na kila mtu atastuka. Now we carry blessing. We are the source of blessing of God. Sisi ndio kiini cha baraka za Mungu hapa duniani. Tunaweza kubadilisha vitu vyote kwa uweza tulio nao wa baraka za Mungu. Sisi tumefanyika baraka. Kuna tofauti ya kubarikiwa na kufanyika baraka. So wakati ule tunasema kubarikiwa ni tunaweza kusema tunaenda kufungulisha milango. Kwa maana sisi ni wabariki na tumebeba baraka. Sisi wenyewe ni baraka ya Mungu hapa duniani. Angalia, Mungu alikaa mbali na watu enzi za Agano la Kale na alitumia njia fulani na watu fulani kuwabariki. Hebu tusomewe kitabu cha Deuteronomy, tuone vile Mungu anawaambia. Deuteronomy chapter 15 verse 10. Tusomee Deuteronomy chapter 15 verse 10. Na nataka muelewe hivi kile nafundisha,
kwamba sisi tumefanyika baraka. Wana wa Israeli walingoja baraka. Naelewa sasa? Kuna tofauti ya kufanyika baraka na kungoja baraka. Na sisemi kwamba hakuna vitu tumengoja, tunangoja, lakini tayari tumefanyika, kwa hivyo tunahitaji kufungulisha. Umeelewa sasa tofauti? Tusomee Deuteronomy 15:10. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubariki Bwana Mungu wako. Haleluya. Rudia tena. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalolitia mkono wako. Kupeana kunafungua mlango wa baraka. Na kwa hivyo Mungu, sababu wana wa Israeli walikuwa bali na baraka, hawakuwa wamefanyika baraka, akawafundisha njia ya kufungua baraka. Akawaambia mpeane. Kupeana ufungua mlango wa baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Na hata leo tunapohubiri Injili, tunahubiri Injili tukiambia watu kupeana. Thank you Jesus. Kupeana kunafungua mlango. Ni kweli kupeana ufungua mlango. Mkono upeanao upokea kuliko mkono upokeao. Sio ni ukweli? Yes. Lakini niko hapa, sisi tuna tofauti na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa na njia hii pekee kubarikiwa. Wasipopeana wangekaa wamekauka kabisa. Lakini sisi tayari tumebarikiwa, tumeaccess the throne of blessing through Jesus Christ. Umeelewa sasa? We are the carrier of blessing. We are the spreader of blessing. We can make somebody to be blessed. Paulo anasema hata kama mnaona tumepungukiwa, tumewafanya wengi kubarikika. Umeelewa sasa? You are the source of blessing the kingdom of God. Why? You are the son. Umeelewa sasa? Lakini hapa wana wa Israeli wanafundishwa njia ya kupeana ili wanapopeana warudi wabarikiwe. Sababu ukipeana umegusa Mungu. Kupeana ni kwa Mungu. Maana Mungu aliupenda ulimwengu akapeana mwana wake. Kwa hivyo kupeana, it is an act in the room of blessing. When you act, you open door for blessing. But you understand, we are Christian, and Christian, they are the source of blessing. Christian, they are the chosen one. They are self, they are the blessing. Wakristo wenyewe ni baraka. Wako in the throne of blessing. They can make you to be blessed. A true Christian, ukimweka kwa nyumba yako na umpe chakula na chakunywa, utaanza kubarikiwa. Umeelewa sasa? Why? Because to be chosen by God through Jesus Christ, you become a blessing. Wewe ni throne of blessing. Umeelewa sasa? Now, wana wa Israeli walikuwa bali na baraka. Walihitaji mtu ambaye amebarikiwa awafungulishe baraka. Halo? Walihitaji kufanya kitu cha kiungu ili baraka sikuje. Wakristo ni tofauti. Wakristo wanahitaji kumwamini, wanahitaji kujiunganisha na yeye ili waanze kubarikiwa, kwa sababu hawataanza kubarikiwa wenyewe. Ni baraka. Sema mimi ni baraka. Mimi ni baraka katika Kristo. Naweza kubarikisha taifa langu, familia yangu, jamii yangu, jirani yangu. Anaweza kubarikiwa kupitia mimi. Umeelewa sasa tofauti? Lakini wana wa Israeli, they were chosen. Their fathers, they went with God. Now wakafundishwa njia ya kitendo ambacho watafanya ili wabarikike. Angalia Deuteronomy 28:3. Unajua, tunapoongea mambo ya baraka za Mungu, tunaongea kana kwamba ni kitu kiko mbali sana na sisi. But I'm here to tell you, sisi ndiyo source of blessing. We are the blessing of the Lord. Niyo mentality iondoke ya kuwa uko mbali na baraka. Uingie mentality ya kwamba you are the source of blessing of God.
that you may become a fruitful. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Ndio. Hebu tusome kuanzia 1 ndio waelewe kwa nini anasema hivyo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote na nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wandege wa kondoo zako. Fika hapo. Jina bali inuliwe. Angalia, huyu ni mwana wa Israeli. Anaambiwa atakapotii sauti ya Mungu, atakapotunza kutenda mapenzi ya Mungu, atabarikiwa. Kwa hivyo wakati huu Mungu hajaumba throne of blessing kwa wanadamu, lakini Mungu amefundisha the way of blessing kwa wanadamu. Ni kutii Mungu, kutenda mapenzi yake. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Kwa nini? Bado wakati huo watu wako mbali na Mungu, walihitaji kuhani achinje, amwage damu, apake damu kwa madhabahu ili wasamehewe, na hiyo ndio kitu kilifanya watu wawe mbali na Mungu na watu wawe mbali na baraka za Mungu. Lakini sisi tuko wa Kristo. Christianity, just Christianity, it is a qualification to be called a blessing. Now you need to teach yourself, na ukubalie mawazo yako ielewe wewe mwenyewe ni baraka. You are not waiting to be blessed, you are a blessing. Kile kinahitajika ni uanze kufanya kazi ndio ujue umebarikiwa. Umeelewa sasa? Yes. We are blessed because we are chosen by God. These people, their fathers were chosen and they were called to walk with God. And na sisi we are called to live with God. Si kama unaelewa hiyo? Yes. Hawa waliitwa kutembea na Mungu. Sisi hatujaitwa kutembea na Mungu. Tumeitwa kukaa na Mungu. Sababu sisi ni mlango umefunguliwa, tukafunguliwa tukaingia ndani kwa nyumba ya Mungu. Siongee mambo ya hii ukuta wa nyumba hii. Naongea kwa nyumba ya Mungu ya ulimwengu wa roho. The spiritual house of God. And that house of God is me and you. We carry God. You understand? So, hawa waliitwa kutembea na Mungu. Wana wa Israeli waliitwa kutembea na Mungu. Na kutembea na Mungu walibidi wapewe sheria ambazo wakitimiza ndio wametembea na Mungu. Jina bali inuliwe. Amen. Sisi tumepewa neema, mlango ukafunguliwa tukaingia ndani, tukae na Mungu. Elewa, kutembea na Mungu na kukaa na Mungu ni vitu viwili tofauti. Sisi tumefunguliwa mlango, tukaingia ndani, tukae na Mungu. Ukiambia mtu tukutane mahali fulani tutembee, itabidi atoke kwake. Kwa hivyo wana wa Israeli wako kwao na Mungu ako kwake. Umeelewa sasa? Wana wa Israeli waliishi kwao na Mungu kwake. Sasa Wakristo hawaishi kwao, wanaishi kwa Mungu. Na kwa hivyo wana wa Israeli walibidi waende wakutane na Mungu pale madhabahuni, watoe sadaka, mbuzi, damu iwekwe, then kutoka hapo waambiwe twende tutembee na wewe. Walibidi watembee na Mungu, kutunza sire njia. Sisi tunakaa na Mungu, si useme amen? Amen. Wewe hujaitwa kutembea na Mungu, umeitwa kukaa na Mungu. Wewe ni mtoto katika nyumba ya Bwana. Watoto hawakai nje, watoto wako ndani. Amen. Haleluya. Amina. Watoto wako ndani. Na Bwana Mungu si atupe ufunuo huu. Na kama watoto wako ndani, kile kiko ndani kwa nyumba yao, ya baba yao, ni cha nani? Ni chao. Ni chao. Kwa hivyo sisi hatufugii baraka. Hatuna kitu cha kufanya ndio tubarikiwe. Lakini tunaweza kuamini ndio tubarikiwe. Umeelewa sasa? Yes. Sababu sisi wenyewe ni waridi wa baraka za Mungu. Oh yes. Kwa hivyo sisi tutakapoanza kufanya kile tunafanya kikaenea. Kwa sababu gani? Sisi ni wa nyumba ndani.
Katika kitabu cha Waebrania kinaleta tofauti, inasema sisi ni wa ndani, sio wa nje. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua jambo la baraka tumelihubiri, na tumelihubiri bila ufunuo, na tumelitumia kuchukua hata mali za watu. Bwana Yesu ainuliwe. Lete mali fulani ndio ubarikiwe. Leo nataka kuambia, kama kuna kitu utalete kwa nyumba ya Bwana, lete ndio umpe Bwana Mungu, sababu unampenda. Sio ubarikiwe, sababu tayari ushabarikiwa. Amen. Kama umebarikiwa, wakati umebarikiwa tayari. Umebarikiwa. Amen. Wote umebarikiwa. You are not waiting to be blessed. Kwa nini? Wewe si wa nje, wewe ni wa ndani. Wewe ngojei Mungu mtembee? Hapana, unaishi na yeye. Wana wa Israeli wanangoja Mungu watembee na yeye. Na ndio sababu walihitaji watimize mwanzo, wakianza safari watoe sadaka. Cha pili, warudi watimize. Na unajua tumehubiri injili ya Agano Mpya na Agano Mzee, tukaichanganya na tukakosa kuweka utofauti ni upi. Wito ambao wana wa Israeli waliitwa si sawa na wito ambao tumeitwa. Ni tofauti kabisa. Sisi hatukuitwa tumfuate Mungu, tuliitwa tuishi na Mungu. Na narudia tena, hatukuitwa tufuate Mungu, tuliitwa tuishi na Mungu. Sisi tulikuwa nje, mlango ukafunguliwa, tukaitwa ndani katika Kristo Yesu. Wana wa Israeli wanaitwa wakiwa kwa nyumba zao, njooni tukutane mlimani, tutembee na nyinyi. Umeelewa sasa? Wanatoka kwao, na wakichoka kutembea na Mungu wanarudi kwao. Umeelewa? Sisi hakuna kuchoka, hakuna kudiveti, tuko ndani ya nyumba. Unapotenda dhambi unanyoroshwa na msasi. Umeelewa sasa? Ni mtoto ungani ametupwa, si kunyoroshwa, amenyoroshwa. Moses umenyorosha mtoto. Mtoto anapokosa ananyoroshwa. Anakareka hapa jikatari karamenya na kunywa. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Kwa sababu mtoto atupwi. Si kama unaelewa? Yes. Mtoto atupwi, mtoto ni kunyoroshwa na nyoroshwa. Ili akae vizuri katika nyumba. Oh, yes. Asiharibu. Unaona sasa? Hii ndio tofauti yetu na wana wa Israeli. Wana wa Israeli wameitwa kutembea na Mungu. Agano lao ilikuwa ndio kifunguo cha uso wa Mungu bila atakawahi kuja kubariki dunia. Abrahamu akaambiwa na Mungu, kupitia wewe nitabariki mataifa, kupitia wewe nitafungua mlango. Kwa hivyo walifanya vizuri kutoa dhabihu na kutembea na Mungu ili sisi tufikiwe leo na neema. Na kazi nyingine nzuri walifanya ni kumkana Kristo na kumsurubisha. Kama tunaweza kupigia Waisraeli makofi, tunaweza kuwapigia kwa kusurubisha Yesu. Siwapigie makofi. Kwa sababu kama hawangesurubisha Yesu, mimi na wewe hatungepata nafasi. Hatungepata nafasi. Tungekuwa makapi. Angalia, aliahidi I will bless if you do this. Because their way walikuwa mbali na baraka. Sisi tuko source of blessing. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Sisi tuko ndani ya Baba. Tunabeba baraka. Nyumba ya Baba imejaa baraka. Sisi ndio tunasigawa. Sigeukie mtu mwambie naweza kukugawia. Haleluya. Amen. Sisi ndio wakugawa baraka. Tuangalie Deuteronomy 28:11. 28:11 inasema hivyo, acha niisome. Inasema hivi: Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako na wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyewapatia baba zako kwamba atakupa. Angalia, Mungu aliahidi baraka hapa, na aliahidi kwamba atawabariki kupitia uzao. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Lakini sisi hatuko chini ya ahadi hiyo. God is not speaking to bless us because we are a blessing. Amen. Alitubariki alipofungua mlango kupitia Kristo tukaingia ndani. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. We are a member of the house of God. Na nikiongea house of God siongei ukuta, sababu mawazo ya Wakristo wengi ni kwamba house of God ni hii nyumba. Ni kweli ni sehemu ya house of God, but house of God is me and you. Mungu anaishi ndani yetu
Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Ilibidi wana wa Israeli waahidiwe baraka, lakini mimi na wewe we are made blessing. Ndio sababu tulisoma Ephesians 1. Naona? Tuangalie Isaiah chapter 1 verse 19, tusomewe. Isaiah chapter 1 verse 19. Nazungumzia baraka za Mungu na jinsi Mungu aliahidi baraka kwa Agano la Kale ni tofauti na sasa. Mpendwa, hatuhitaji kufanya yale mambo Waisraeli walifanya ndio tubarikiwe. Tunahitaji kupenda Mungu, tunahitaji kuexercise the love of God in us and we become blessed. Isaia mlango wa kwanza mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Angalia, na wasipokubali na kutii, hiyo ndio kitu tunastahili kujiuliza. Mungu anawaambia kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Yes. Na wasipokubali na kutii watakaukiwa, watakula shida ya nchi. Hii lugha ni tofauti na mimi ni kwamba ikiwa utamwamini Kristo utakuwa huru tele. Angalia Yohana 1 vile inasema, acha nikusomee. Yohana 1 inasema hivi, mstari wa 4, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nisiondoe watu, niseme ilikuwa nuru yangu. Mstari wa 5 anasema, naye nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. I'm very different na wana wa Israeli. Wana wa Israeli lazima wafanye kile Mungu ameahidi ili wabarikike. Mimi Mungu ni baba na niko kwa nyumba yake. Wana wa Israeli Mungu ni baba lakini wako nje, wanaishi kwao. Sijui kama unaelewa? Tofauti ya wito wa Kanani na wito wa mbinguni ni tofauti sana. Sababu wito wa Kanani ni kielelezo cha vile Mungu anakuja kutuita wito speciali. Na sasa sisi ndio kisasi tulioitwa kwa wito speciali. We can do nothing to be blessed, but we can open doors for others. And our door will remain open. Unajua kuna wakati mwingine hata tunaomba na tunawaambia tunataka kufungulisha heaven, ikawa imefunguliwa. Heaven ilifunguliwa. Kwa Wakristo heaven imefunguliwa. Kwa Wakristo the heaven is open. By the blood of Son of Man, the heaven is open. We are living under heaven open. Why? We are in the house of God. We are not outside the house of God. We are not waiting to be blessed. We are carrier of blessing of our Father. We bless people. We make people rich. We raise people. We rebuke demonic. We set people free. Matthew chapter 9 mstari wa 5. Kwa maana rahisi ni lipi? Ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Amwambia yule mwenye kupooza, ondoka ujitwike kitanda chako uende nyumbani mwako. Akaondoka akaenda zake nyumbani kwake. Makutano walipomuona walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Angalia, hata Yesu anapomponya anamwacha aende nyumbani. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Sisi tunaitwa nyumbani kwa Mungu, ndani, tukae ndani. Tumeitwa tukae na Mungu, sio tutembee na Mungu. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi orodhani. Hapo anamuita Mathayo. Luke chapter 9. Nimekumbuka ni Luke chapter 9. Na inasema mambo ya nimewapa nguvu na uweza ili muende mkemee na muweke watu huru walio wagonjwa. So hawatumi kutoka kwa kuhani, hawatumi kutoka kwa sandaka, anawatuma kutoka kwa nyumba ndani.
Tofauti ngani? Kuna mwana na kuna makuhani. Makuhani ni watu walikuwa wanatafuta uso wa Mungu wamuone. Sisi Mungu ni Baba, tuko ndani. Unaweza aje kutafuta mtu mkiwa ndani na yeye? Unawezaje? Kwa hivyo sisi ndio tunastahili kwenda kuponya ulimwengu. Sisi ndio tunastahili kwenda kufungua ulimwengu. Bwana Yesu ainuliwe. Sisi ndio tunastahili kuweka ulimwengu huru. Sisi ndio tunastahili kuwaonesha baraka za Mungu, sio kuwaambia Mungu bariki. Hapana, ni kuwaonesha Mungu bariki hivi. Haleluya. Akawaita wale binashara, akawapa uweza na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Pepo wote na kuponya maradhi. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Kwa hivyo tukienda mahali tunapohamia mapepo na tunaponya wagonjwa, wanaona baraka za Mungu, then tunawaambia Johnny nyumbani. Johnny nyumbani. Twendeni kwa baba yetu. Kuna amani, kuna uponyaji, kuna kuishi. Lakini Musa anawaita waende mlimani. Johnny mlimani. Msikaribie, osheni nguo zenu. Yesu atuite mlimani. Yesu anatuita kwa nyumba. Johnny kwa nyumba. No wonder aliambia mitume katika kitabu cha Apostle chapter 1, msitoke Yerusalemu mpaka akuje msaidizi. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Kwa hivyo Wakristo hawangojei kubarikiwa. Wamebarikiwa. Amen. Kile wanatakikana kufanya ni kutembea katika matendo ya kiungu baba yao. Tabia za nyumba yetu. Nyumba yetu ina tabia. Tabia ya kwanza tunaambiwa katika Warumi 12, toeni miili yenu, verse 1, iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza. Unaweza kuwa katika nyumba na wewe si mtiifu, hautaweza kupeana kitu. Aya. Hata kwa familia ujui, kuna mtoto akichukua kitu apeane, msasi apigi kelele, na kuna mtoto akipeana kitu kinaambiwa kiendewe, sababu yeye mwenyewe si mwaminifu, ni mshukiwa. Usikuwe mshukiwa kwa nyumba ya baba. Amina. Haleluya. Amen. Unajua kuna Wakristo wengi wamejifanya washukiwa kupitia kutumia miili yao vibaya. Hawajaelewa kwamba sisi sio Waisraeli ambao walitembea na Mungu. Sisi ni Wakristo ambao tunakaa na Mungu. I'm here under choice of God. I'm chosen to live in the house of God. I live with my Father. I need to maintain my personal immoral. Niwe na tabia sinaopendeza baba, sababu mimi niko na. Unajua ni wangapi walikuwa baba akikuja nyumbani wanachange hata tabia na vitu sinaondolewa. Wale watu walilelewa. Unajua kuna watoto wamelelewa hapa Nairobi ambao hawana tabia, wamekomaa kwa nyumba moja na msasi. Lakini kuna watoto walilelewa kule mashambani, wanajua nyumba ya msasi ni tofauti na nyumba yao. Haleluya. Amen. Wa msasi akikuja wote walikuwa hata wanainama. Si ndio? Yes. Bwana Yesu ainuliwe. Ndio. Na mna change tabia. Alafu yule ambaye akupendi anaanza kusema nitakusema. Unaanza kumpembeleza ndio asikuseme. Sababu akikusema kimeumana. Haleluya. Na tulikuwa na nidhamu. Tulelewa hiyo maisha. Sasa leo hii tuko katika nyumba ya baba. Na siongea hii ukuta, naongea kuokoka. Tuko katika nyumba ya baba. Hatuko nje. Sawa sawa? Mind your behavior. Mind your language. Mind the way you wear. Hallelujah. Amen. Kama kuna nguo ambayo huwezi faa uende mbele za baba biological father. Kwa nini unaivaa ukiwa kwa nyumba ya Mungu? Na huyu anakuona kuliko yule wa biological. Unajua hata wa biological anaweza sema ni hiki sasa na amalize maneno. Angalia. Hatungojei kuingia kwa nyumba ya Mungu ndio tuoneshe heshima. Tunaishi ndani ya nyumba ya Mungu. Sio lazima tubadilishe tabia sababu tumekuja kwenye hii jengo. Hii ni jengo. Lakini sisi tuko hapa kwa mkutano kama wana tukiwa kwa nyumba ya baba. Lakini pamoja na hivyo ni vizuri kujulisha kwamba mkutano wa nyumba ya baba, kwa nyumba ya baba hata shetani huingia. Na imeruhusiwa. Kwa nyumba ya baba hata shetani huingia.
Katika kitabu cha Ayubu moja inatukonfirmia hii. Kulikuweko na mkutano mbinguni wa wana wa Mungu na shetani alionekana ndani yao. Na sijui kwa nini Mungu alikuwa concerned na shetani kuliko wale wengine wana. Sababu alipoingia kwa hiyo mkutano alimusa, na wewe umetoka wapi? Na akaanza story naye, na mimi nimetoka huku na kule na kule. Biblia hata ituambii hiyo mkutano ilikuwa inazungumzia nini. Lakini debate ya baba na shetani ndio inaandikwa. Na akamuuliza, na ukishugurura huko duniani na kurandaranda, umemwona mwanangu Ayubu? Mwaminifu, mwenye uadilifu. Na kama kuna kitu ambacho tumekosa wa Kristo ni uadilifu. Uadilifu. You can do anything to anyone na usijali, hata usiombe msamaha. Hiyo sio uadilifu. Sijui uadilifu Kisungu taita integrity. Tutaita aje? Kikwenu mnaita aje? Uadilifu, ukamilifu, yani kwa matendo yako, kwa njia ya maisha yako. Si kama unasoma kitabu cha Genesis usikie Sara akiitwa na Ibrahimu alikuwa anaita yo itana. Leo hii Mama Karo kawaida. Hata saa zingine ananyamaza. Ukiita mara ya tatu unasema nini? Mnatoshana. Na unajua Biblia inasema mume ni kichwa cha boma, mke ni shingo. Lakini jinsi ya kuitika kwa mke, anaitika kuliko kichwa. Yako juu ya kichwa. Si Mungu atuhurumie. Unajua tuna exercise powers na tuko ndani ya nyumba ya Mungu, tunasahau sisi we are chosen. Hata Mungu anashindwa. Na watoto wangu ni wakatili aje. Wanadhulumiana. Angalia, mimi ni pastor wako. Angalia, pastor, nataka uniombee. Kwambie enda, sikuombei, hiyo ni dhuluma. Sababu mimi niliitwa nikatiwa mafuta that I may stand in the gap for you. Na sasa kuombea na kukuonesha vile tutaomba. Kama sitaki kutendea Mungu dhambi, nikikataa kuombea hiyo natendea Mungu dhambi. Umeelewa? Na wewe ukikataa kupikia bwana yako, na bwana akikataa kulipa nyumba, pastor achana na hiyo, ni ya semina. Pastor uko kwa Bible study, ondoa hiyo maneno. Na bwana akikosa kufanya shopping, ni dhambi kwa baba, sababu amempa kumiliki. Leo hii hata kuna Mungu anaangalia tu biko, naona hata hii mtoto nilimpea kumiliki na nikampa kuwa kichwa, lakini anambievu kama shingo. Nitachukua mamlaka yake nipatie ule. Na ndio unaona kuna wanawake wanasomesha watoto na bwana hapo hapo, na isikawaite deka kwangu. Si waseme mseme isikawaite deka kwangu. Waseme tuseme I'll remain edge in action, in moral, in my doing. Amen. Ndio. Thank you Lord. Nawe saa ile unaitana, anaitika na hiyo madharau, Mungu anamfanish kwa kuitika na hiyo madharau. Sababu tumeangalia baba kazi yake ni kunyorosha, sio kutupa nje. Lakini najua si kawaida mwanamke ambaye ametunzwa kuleta madharau. Si kawaida. Wanawake wengi ambao wako na madharau ni hao hawajatunzwa. Lakini I don't encourage wewe ambao hujalipiwa nyumba, hujatunzwa, ati uanze kuleta madharau. Utakuwa umetenda baba dhambi. Sababu ule ni kichwa. Na ni Mungu baba alisema ule ni kichwa. Kwa hivyo bado umheshimu. Tukae kama watoto watiivu. Tuangalie njia nyingine ambayo Mungu aliambia wana Israeli watatafuta baraka. In the book of Job chapter 42 verse 12. Job 42 verse 12. Nikimalizia. Na Bwana Mungu atatubariki. Verse 12. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu. Mwisho wa Ayubu kabarikiwa zaidi ya mwanzo wake. Zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000. Hata usituambie kile alikuwa nacho. Barikiwa. Fika tu hapo. Mwisho wake alibarikiwa kuliko. Kwa sababu Ayubu alikuwa mtoto mtiifu katika nyumba ya baba. Mtiifu, hata Mungu anakiri. Unajua wapendwa, nimeongea nikawaambia we are not waiting to be blessed, we are blessed. Utaniuliza mbona pastor nimetafuta kazi siipati? Sababu yeye sio mtoto mtiifu.
ni mgaidi. Majambasi wa nyumba ya baba ndio wanatafuta kazi. Saa zingine Mungu anaangalia unaitisha pesa, wakati alikuwa amekupea ulifanya nini nayo? Hebu jiulisange hivyo. Na ukijiuliza hivyo utaweza kwenda mbele za Bwana useme, Bwana, kuna wakati ulinipa pesa na sikufanya baraka nayo, nisamehe. Nisamehe na unipe nafasi ya pili na unisaidie kwa Roho wako ili niweze kuwa baraka. Umeelewa sasa? Sisi hatungojei mtu atuombee baraka. Sisi tumebarikiwa, tuko katika nyumba ya Bwana. Waisraeli walingojea baraka, ilibidi wafanye 1, 2, 3 ndio wabarikiwe, sababu walikuwa nje ya nyumba ya Bwana. Walikuwa nje. Basi wao hata walitekwa nyara, wakawa maslave pale Misri miaka 400 wakitumikia wa Misri. Kwa nini? Unawezaje kuwa slave ukiwa katika nyumba ya baba ndani? Beni, unaweza kuwa mtumwa kwa nyumba ya baba yako? Haiwezekani. Kwa nini basi tuwe watumwa? Ni sababu tumekataa kusubmit. Ile sehemu tumepewa tuaminike, hatujaaminika. Kama ni kwa ndoa, hatujaaminika kwa wake zetu na watoto wetu. Uko kwa ndoa na bado unahanya. What you are called to do, do it. You are called to sing, sing. Wacha kujifanya mkatili. Ulitoka kwenu ukasema nimeenda kwa ndoa, enda uwajibike kwa hiyo ndoa. Ama urudi kwenu. Niki kiradhubura. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Sisi nilikuwa nasungumzia baraka. Baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. We are not waiting for somebody to bless us. We are already blessed. Si kama umeangalia kitabu cha Efeso 1, we are chosen. Chosen, elected, sent. Bwana Yesu ainuliwe. Amina. Hiyo kitabu nataka uende ukirudie. Wa Efeso 1, ukirudie ukiwa umekaa, alafu ujiulize maswali. Ujiulize maswali. Sababu kuna mambo makadhaa imefanywa hapa kupitia hiki kitabu ambayo ni mambo ya ajabu. Angalia mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Kwa hivyo ukiwa uko na Kristo Yesu umebeba baraka. Sema mimi ni mbeba baraka. Nitabadilisha wengi na kuinua wengi. Nikiingia mahali kuna laana, laana itaisha na baraka itainuka. Nikilima shamba itaanza kusaa. Nikishika ng'ombe ambayo ilikuwa isai itaanza kusaa. Nikiingia kwa nyumba kutaisha furugo, kuwe na amani, sababu nimebeba baraka. Mimi ni mbarikiwa, nimetumwa kubariki. In the name of Jesus. Acha tufike hapo kwa leo. Barikiwa.